Mwite Faisal Salum, mchezaji hatari anayegeuza ndoto kuwa halisi. Kwenye dunia ya soka kuna wachezaji wanaocheza mpira, lakini pia kuna wachezaji wanaobadilisha mchezo wenyewe, lakini pia kuna wanaofanya maelfu ya mashabiki wasimame kwenye viti vyao kabla hata ya mpira kuingia wavuni. Hapo ndipo jina la Faisal Salum linapoanza kuzungumzwa vema. Kila mara anapoingia uwanjani kuna kitu tofauti huonekana, si kwa pasi peke yake, si kwa kasi pekee, ni mbinu ya kipekee ya ufundi, bali ni akili ya mchezo. Kuna aina ya wachezaji ambao huonekana dakika zote 90, lakini Faisal ni aina ya mchezaji anayehitaji sekunde chache tu kubadilisha mchezo mzima. Mashabiki wanapenda ushindi kutoka kwake, lakini zaidi ya ushindi wanaona ni burudani. Faisal Salum anaweza kuunganisha vitu hivyo viwili kwa wakati mmoja. Ana uwezo wa kusoma mchezo kabla wengine hawajafikiria hatua inayofuata. Anaweza kutoa pasi ambayo watu wengi hawakuiona. Anaweza kufungua nafasi ambayo watu wengi wanaona haiwezekani. Watu wengi huuliza kitu gani kinamfanya awe tofauti? Jibu ni harisi. Wachezaji wengi hukimbia na mpira, lakini Faisal hutumia mawazo ya mchezo. Anapotembea uwanjani ni kama ana ramani nzima na pia mchoro ndani yake. Ndiyo maana jina lake linaendelea kuzungumzwa sehemu nyingi. Wapenzi wa soka wanamjadili kiundani, wachambuzi wanamjadili pia. Kila mechi inayocheza huzalisha mjadala mpya. Kila timu kubwa wanatamani kuwa na mchezaji ambaye anaweza kubadili mchezo ndani ya dakika moja. Lakini kubwa zaidi si kipaji tu pekee, ni safari yake toka mwanzo mpaka mwisho. Safari ya kwenda hatua kwa hatua, kutoka kwenye ndoto hadi kuwa mmoja wa wachezaji wanaoheshimika zaidi Afrika. Hiyo ndio sababu mashabiki wengi wanaiona ndani yake, kwa sababu ushindi kwa juhudi, nidhamu na kujiamini vinaweza kubadilisha maisha. Leo Faisal si jina tu, amekuwa alama, amekuwa ujumbe kwa vijana waliokata tamaa hasa kwenye soka. Amekuwa pia ni mtu ambaye wa kuonyesha mageuzi, kwa sababu timu aliyokuwa nayo mwanzo ilimtenga. Sasa anaonekana kuwa kinara. Leo Faisal si jina tu, amekuwa alama, amekuwa mfano, amekuwa ujumbe tosha kwa wapinzani. Anatuambia kwamba tusikate tamaa na tusiwe wepesi kusahau mambo. Licha ya kwamba ametendewa mabaya, lakini bado anaheshimu kwa nafasi waliompa kuonekana. Na ukweli mmoja utabaki wazi, wachezaji wazuri huonekana, lakini wachezaji wa kipekee hukumbukwa. Faisal sio mchezaji wa mpira. Faisal ni hadithi nyingine inayozungumzwa kila mara. Maisha ya Feitoto kutoka Yanga hadi Azam, safari ya nyota isiyokata tamaa. Katika maisha kuna nyakati ambazo mtu hulazimika kuchagua kati ya kukata tamaa au kupambana zaidi. Wachezaji wengi wa soka huonekana wanacheza dakika 90 uwanjani, lakini watu wachache hujua dakika ngumu walizozipitia nje ya uwanja. Hiyo ndio simulizi ya Feitoto, kutoka Zanzibar hadi kuwa mmoja wa majina makubwa katika soka la Tanzania. Safari yake haikuwa njia ya maua, ilikuwa safari ya jasho, maumivu, maneno ya watu na maamuzi magumu aliyoyafanya. Alipojiunga na Yanga, wengi waliona kipaji, lakini kadri muda ulivyopita, Feitoto akubaki kuwa mchezaji wa kawaida. Akawa moyo wa timu, mchezaji ambaye mashabiki walikuwa wakisubiri kila anaposhika mpira. Alitoa pasi ambazo zinazungumzwa hadi mpaka leo kuliko hata maneno. Alitengeneza nafasi ambazo zilizoonekana na ambazo hazikuonekana. Lakini maisha yana sura mbili, kuna muda wa kushangiliwa na kuna muda wa kujaribiwa. Safari yake ya Yanga ilifikia hatua ya changamoto na mijadala mingi. Wapo wanaomkosoa, wapo waliomuunga mkono na wapo waliodhani safari yake ilikuwa imefika mwisho. Lakini watu wenye ndoto kubwa hawaanguki mwisho wa ukurasa mmoja, wanafungua ukurasa mwingine. Ndipo Azam ilipokuja na ukurasa mpya wa maisha yake ya soka. Wengine walioji uamuzi wake, wengine walisubiri kuona kama ingewezekana kurudi katika kiwango chake.
lakini Feitoto aliamua kuzungumza kwa lugha ambayo haidanganyi, lugha ya mpira wa miguu. Kila anapoingia uwanjani bado anaonyesha utulivu, ubunifu wa akili kubwa ya mchezo. Bado anaonyesha kwa nini jina lake linaimbwa, linaheshimiwa pia. Bado anaonyesha kuwa nyota yake haizimwi kwa changamoto tu. Kitu kikubwa ambacho vijana wengi wanaweza kujifunza kutoka kwake si pasi zake wala mabao yake, ni uwezo wake wa kusimama tena pale ambapo wengine wameanguka na kukaa chini, kwa sababu mwisho wa yote ushindi mkubwa si kufika juu tu. Ushindi mkubwa ni kuendelea kupambana hata baada ya kuanguka. Na pengine swali ni moja linaenda kubaki kwenye akili za mashabiki wengi. Je, sura kubwa ya Feitoto katika kurasa bado haijaandikwa? Dondosha comment hapo chini. Toa maoni yako mafupi kuhusu safari ya Feitoto. Je, Azam wanamtendea haki? Je, yeye kuwa Azam ni sahihi kwake? Au unaamini bado ana nafasi? Au bado unaamini ana nafasi ya kwenda mbali zaidi? Dondosha comment hapo chini utuambie. Usisahau mtengeneza makala haya ni mimi Daudi Michael Mwaruko nikikuletea makala kama haya. Endelea kufuatilia, kumbuka kusubscribe ili kuwa mmoja wa wanafamilia. Usisahau kucomment, kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza kuhusu mwanasoka huyu Feitoto Faisal Salum.